Dada Maria Clara, karibu. Asante. Wewe umetokea wapi, umetusikia wapi? Mimi nimekusikia kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Instagram nakuonaga. TikTok. Sana sana naona yani clip zako ziko sana TikTok. Kote zipo hata Instagram. Kwa hiyo kule yani nakufuatilia sana. Okay. Kwa hiyo baada ya kufuatilia nikaona kuliko ninavyoendelea kukaa hapa nyumbani nasubiria labda kuajiriwa, kusubiria nini. Ulikuwa unasubiri kuajiriwa Una taaluma gani? Nimesoma diploma ya mazingira na utunzaji wa rasilimali bahari. Okay. Wewe ndio ukawa unasubiri ajira. Unasubiri ajira. Utokea wapi? Serikalini. Wapi huko? Ulishaomba wapi kazi? Sehemu nyingi. Wapi? Si ajira kwa taaluma kama ya kwako ulikuwa unaomba wapi? Wizara za Mifugo na Uvuvi. Huko ndio unaweza kupata ajira ya kitu ulichosomea. Kwa hiyo ni muda gani toka umemaliza ukaanza kutafuta ajira? Una muda gani umekaa nyumbani? Kama miaka 5. Miaka 5 inafika tangu ulivyomaliza? Tangu ulivyomaliza. Ukasema sasa niko tayari kwenda kuajiriwa. Una miaka 5 hujapata hiyo ajira ya ulichosomea? Baada ya kumaliza nikawa najishughulisha. Sasa nilikuwa nauza vitu vyangu vya mtumba. Sio taaluma yako. Ulijiongeza tu kwenye biashara. Okay. Nikawa nauza viatu, nikawa nauza pochi, begi ya shule. Okay. Vizuri kabisa. Sasa biashara imeendaje tena? Sasa bwana, mtaji ni mdogo. Mtaji ni mdogo. Wewe kitu kwa mtaji ni mdogo, yani lazima tutateteleka, alafu ukiangalia wewe mwenyewe ndio unapambana ili iweze kusimama. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo nikaanguka. Nikawa na wakati naendelea kujipanga mimi mwenyewe na fanya vitu vingine nikaona kama fursa ipo na ni kazi. Mimi nikaona ngoja niende. Sababu sichukulia kwa udogo. Nichukulia kwa ukubwa. Nikaona kwamba nikija hapa nitafika pale ninapotaka kufika. Wow. Yeah. Okay. Ndio. Nimependa confidence yako na nimependa pia ukisema hujaichukulia kwa udogo. Umeichukulia hii kazi kwa ukubwa. Na ndivyo tunavyotakiwa kwenye hatua unayokuwa ya kazi yoyote. Unatakiwa uangalie ile hatima yako. Yani kule unakotaka kwenda, ambako mfano wake ni napendaga sana Yesu pale wanaposemaga kwamba aliustahimili msalaba. Wote wa Kristo unajua hilo neno aliustahimili msalaba na aibu, kwa sababu alikuwa anajua anaona kule mbele anakokwenda. Ni neno zuri sana ambalo linatia moyo kwamba unaweza kweli ukawa uko kwenye hatua ngumu, uko kwenye changamoto, kazi labda ambayo ndio kama hizi watu wengine wanaidharau, lakini ukijua mimi kupitia hii kazi ndani ya miaka 2 nitatoka na fungu langu la mtaji, nitakwenda kuanzisha biashara yangu, nitakuwa mkurugenzi. Umeona hii historia yangu inasema kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Kwa hiyo sasa ukiwa unawaza wewe ni CEO wa kesho, hii kazi ya ndani dada wa kazi haitakusumbua. Umeelewa? Ndio akili kubwa ambayo mimi ninavyoitazama. Kwa hiyo ulivyosema ukiangalia kwa udogo hii fursa, nakubaliana na wewe kwa sababu hata mimi ndivyo nilivyokuwa naona. Wakati naanza kufanya kazi za ndani, sikujiona kama msichana wa kazi za ndani. Nilikuwa najiona kama superwoman. Ndio maana jina langu ni superwoman la AKA. Okay? Kwamba ni superwoman, nilikuwa najiona mwanamke mwenye maendeleo, mwanamke ambaye ana tija, mwanamke mwenye faida, yani sio mtu tu wa ajabu wa ovyo ovyo. Na nimekuwa na act hivyo mpaka nimeweza kusogea, nimefika nilipofika. Kwa hiyo lazima uhakikishe unachukua hatua zile zilizopo ndogo, kwa sababu hiyo ndio kanuni ya maisha. Hata mtoto azaliwi tu from nowhere. Anaanza mbegu, akae tumboni kwanza, yani mpaka aundwe awe mtu. Akizaliwa anakuwa hajui chochote, lakini taratibu anaenda hatua kwa hatua. Hizo ndio kanuni za mafanikio. Kwa hiyo tukienda na hizo kanuni tukamwamini Mungu, lazima tutafanikiwa. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Sasa umekuja kwa ajili ya kuongeza mtaji. Ndio. Na mipango ya kutafuta kiasi gani au bado hujajua? Mimi hapa kwako nipo sana, kwa sababu hela ninayotafuta ni nyingi. Na inapatikana. Nipo sana. Siwezi kuambia ni mwaka mmoja au ni miaka 2. Bado nipo. Sawa. Sasa kama bado upo,
mimi nakukaribisha na zaidi sana kuna nyenzo hizi hapa. Huu mwongozo ambao unauliza unataka kulipwa zaidi, hizi ni siri za mabosi wanachokitaka. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, unataka kukusanya si milioni zako 10, 15, 20, wewe unachotakiwa ni kujua tu mabosi wanataka nini na kuanza kufanyia kazi yale wanayoyataka. Ni rahisi, ni hivyo tu. Yaani unakuwa unatoka kama ni traditional, unakuwa smart, kutoka smart unakuwa professional. Ukianzia smart ndani ya 1 year unakuwa professional. Okay? Kwa sababu ya siri moja ya kujua watu wanataka nini. Kwa hiyo si tayari kwa miaka 15 tumeshawakusanyia mahitaji ya hawa watu. Sasa kinachotokea ni kwamba wadada wengi ni wavivu, hawataki kujua. Yaani yeye anataka yuko hapa tu, anataka apangiwe kazi aende akafanya. Kwa hiyo unakuta anafanya kitu ambacho hamridhishi yule ambaye anamfanyia zile kazi kwa sababu hajui anataka nini. Kwa hiyo kama mtakuwa interested, hiyo nimewaachia. Ni mwongozo ambao inabidi ulipie. Ulisoma nini, umelipia ada na umekaa nyumbani miaka 5 hujafanyia kazi. Hii una invest tu 50,000 tu, lakini 50,000 na kuhakikishia ndani ya muda mfupi unapanda daraja ambalo ukiangalia hela unayoingiza ni nyingi. Hiyo 50,000 it's nothing. Nachotaka tu ni commitment ya mtu ambaye kweli dhamira yake ya ndani anataka kujua. Kama kitu kweli unakitaka, utakitafuta. Yaani uko tayari kukilipia. Yes. Kwa hiyo nawakaribisha. Karibuni sana. Karibuni sana. Sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Mungu ametupa hii neema na kwa kweli tunaifanya kwa uaminifu mkubwa. Yaani sisi ni wakali sana kama utakuwa unataka kufanya tofauti. Ukitaka kuharibu brand yetu, tunakubaliana kabisa unaenda kufanya kazi kwa utaratibu ambao upo na bosi anaujua ni huo, na tuna sign alafu baadaye unageuka, hapo utatuona wabaya. Na nafikiri content zetu zinajieleza kwa sababu wale ambao wanafanya vitu tofauti pia tunashare ili kuonyesha ushahidi sisi ni watu gani. Tunayoongea tunayasimamia. Kwa hiyo kama anakuja mtu ambaye ana malezi mabaya, hajalelewa kwenye maadili ya kuwa mkweli, mwaminifu, wengine wadokozi, wengine waongo, unaona, wengine tu wana dhamira mbaya, nia mbaya, utajulikana. Na hiyo sio kitu kizuri, sio brand nzuri, sio sifa nzuri. Yani ukajenga sifa ambayo inakuharibia soko. Ili soko unatakiwa ujenge sifa njema. Tukisema dada Maria Clara ni bonge la superwoman, basi ile ni thamani. Mtu anasema niko tayari kumlipa kiasi chochote. Lakini tukisema dada ni mshenzi, ni dada ambaye hana sifa nzuri, ana roho mbaya na sio mkweli, umeona, hafanyi kazi vizuri, ni mjeuri, ni kiburi, hizo zote zinakuchafua. Umeelewa? Huwezi kukuchafua, huwezi kuwa na thamani. Kwa jamani, mimi nawatakia kila laheri kwenye hii safari yenu. Mungu awatangulie, lakini mjue kabisa na nyinyi mna sehemu yenu ya kuwajibika. Sehemu yenu ya kuwajibika ni kuhakikisha unajiboresha. Sio mtu mwingine wa nje atakuboresha, ni wewe. Ni wewe, na hii ndio maana hili neno maendeleo ni mimi. Hili neno ni neno kubwa sana. Yaani mimi ndio nimesababisha kufika nilipofika. Kwa kumtanguliza Mungu, lakini na nguvu na akili alizonipa nimezitumia kuweza kufika hapa. Sasa wewe usikae unasubiria serikali sije ikuwezeshe, sijui kuna mikopo si ya nini, sijui kuna nini. Wewe ndio unaweza kujiboresha, alafu vile vitu vitakutafuta. Sisi tunaelewana? Haya, karibuni sana. Haya.